Mtazamaji wa bwana, leo tumepata nafasi ya kuzungumza na Maimartha Wegese bwana. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao walitupatiana za ndani kabisa kuhusiana na ndoa ya Zailisa lakini pia na Haji Manara. Na siku ya jana bwana tumeona mtafaruku mzima ambao unatokea huko mjini Instagram. Huyu anamtupia huyu maneno, huyu anamtupia huyu maneno, sintofahamu ikawa kubwa. Mwisho wa siku taraka ikatoka. Kwa mujibu wa watu, wengine wanasema 3, wengine wanasema 1, lakini mpaka sasa hivi hatujajua ni 3-1 ama ni 1-0. Hatujajua lipi ni lipi na lipi ni lipi. Tuko na Maimartha Wegese. Tukumbuke tu yeye ndio mtu wa kwanza ambaye alipata nafasi ya kutugeia zile za ndani kabisa zilizokuwepo wakati ya Haji Manara na alikuwa mkewe Zailisa. Kulikuwa kuna sintofahamu, mtafaruku mkubwa. Mwisho siku Zai akaondoka, akarudi baada ya ilikuwa ni baada ya Ramadhani kwanza ile kama sikosei, alirudi chungu cha siku moja kabla ya chungu cha kwanza ndio alirudi. Lakini ukizungumza maana kamili ya ndoa, ndoa ina milima na mabonde. Ndoa kuna kupatana na kuna wakati mtapishana. Ni jambo la kawaida, ni la kuzungumzwa sana, kwa sababu wakati wanachumbiana walituambia wakaoana ikawa hadhara wakatuambia, na wanapotokea wakapatwa kashikashi kwenye ndoa yao, sisi kama wanahabari tunapaswa pia kuwaambia wananchi nini kinaendelea, hasa ukiangalia ukubwa wa kaka Haji. Pia Manara tayari na Zailisa tayari kashakuwa alikuwa Mrs. Manara. Kwa hiyo hapana shaka sisi kumzungumzia, na kinachozungumzwa ni kweli. Hawa watu wameachana, na ninavyojua mimi Zailisa tayari usiku wa kuamkia leo ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake 3. Mengi yanazungumzwa, mengi yanazungumzwa, kila upande unatoa shutuma, lakini ukiangalia aina ya shutuma wanazoshutumiana wao, unajua kabisa ni shutuma ambazo zinaweza zikasawazishika, kwa sababu ukisema kwa upande wa ndugu wa Manara wanasema Zailisa hajui kupika. Jamani, kuna roho anafundisha mapishi. Haya basi, ana mbaya. Vikao vingeendelea kukaa kwa kifamilia. Manara inasemekana kaka yangu anapita na marafiki zake, anapita na ndugu zake Zailisa, lakini pia walikuwa na nafasi. Na kwa hapa tulipofikia inaonyesha wazi kwamba ndoa hii ilikuwa na gogoro tangu kitambo, na sisi wanahabari ni moja kati ya watu ambao tuliwahi kuripoti. Na hii inaonyesha wazi kwamba hawa wawili, yani pingua lazima wangefika kwenye hali kama hii, kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili waliokuwa wanaishi kwenye zizi moja ya kupigana, kuambiana maneno makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao. Na ukitaka kuamini, angalia kilichotokea jana usiku. Kuna story moja niliambiwa mrembo wetu Zailisa, kuna siku hata juzi tu niliambiwa kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani. Kaka Haji yeye ndo akaja kama mwamuzi, na kaka Haji alipokuja akaamua akiwa upande wa dada wa kazi. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi, na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili, pande za watoto wa Manara na mfanyakazi na baba yao na yeye Zailisa. Kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni kwetu sisi. Hakuna furaha kabisa wawili wanapotengana, hakuna furaha kabisa ndoa inapovunjika. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nyie vijana kaka zetu mnajifunza kuwa waume wa aina gani? Nadhani tubakie hapo, tupate somo. Yale mabaya tuache, mazuri yao tuachukue. Lakini walitakaga bilioni 1 wale kwa kusema ni uongo. Zailisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima.
na jana Zailisa mwenyewe amekiri kwamba alitoka kwa wiki nzima. Hii inaonyesha wazi kwamba aina kazi yetu pia ina ugumu wake. Wanahabari tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego. Sasa wale matusi matusi wale ndio namalizia kusema, jumlisha yale matusi jumlisha wala sheria kuojiwa barua kubwa ambayo haijanifikia. Jamani, hii kazi ni mtego. Hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama zungumza au andika vitu vya ukweli. Usimsingizie mtu. Wajua wakati binadamu anakutupia mawe, Mungu naye yupo anatazama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi moyo wangu thabiti sana. Mimi naona niseme wasamehe na nishawasamehe, lakini wabadilike, maisha yapo. kweli. Sasa Mamlaka ndio kwa sababu walivyokuwa wakijibishana akiwa matukio na maneno Instagram wanandoa hawa, lakini maneno Instagram WhatsApp. Huyu anamwambia mwenzake kupata kidogo mavazi pedo una nida, hakuishia hapo, yani passport plus na mavazi. Zailisa akasema alikuwa havalishwi na mumewe, ni makampuni yalikuwa yakimvalisha. Mambo hadharani. Wanandoa hawa, wasanii hawa. Tuambie neno hapo. Hapa ni hatari sana kwa mtu kama kaka yangu Haji Manara kuishi na mwanamke ambaye humnunulia hata doti ya kitenge. Mtihani mkubwa sana. Aibu kubwa sana. Mtihani za kusema kwa ustaarabu, mtihani mkubwa sana. Na hii inapelekea mwanamke kuwa na tabia za ovyo ovyo. Tabia za ovyo ovyo. Na pia star kama Zailisa kujinadi mtandaoni eti kwamba yeye anavaa nguo za bure pia ni aibu. Zailisa kukutana kwake na Haji Manara, tayari Haji Manara ni kama mgodi. Kwa hiyo angetakiwa kutumia akili ya pili. Bado unaendelea kuvaa nguo za bure, yani unazungumzia bure. Vipi kuhusiana na yale madini kwa mnasaini mikataba? Ina maana yeye alikuwa hapati hela. Mara kadhaa na habari mmeitwa, mmewekwa mezani. Kaka yangu akijitapa kwamba yeye ni balozi wa makampuni makubwa. Kwa hiyo haliku hela. Basi hata kama analipwa anaondoka nazo. Basi hata kama alikuwa anaondoka nazo, sio alikuwa anaenda na Zailisa. Kwa hiyo Zailisa pale alikuwa anaenda kutembea tu. Hapati kitu. Inawezekana. Lipo la kujifunza hapa, lipo la kujifunza. Zailisa ni mfano wa mabinti wengi waweza kuwa wadogo zetu ambao wanamtazama. Yale anayokosea Zailisa wao wasiyapate. Wayapate ambayo Zailisa amepatia. Na nimesikiliza leo mama wa Zailisa anasema Zailisa anakaa Sinza. Hapana, si kweli. Zailisa akai Sinza. Wazungumze ukweli. Wazungumze ukweli. Wazungumze ukweli. Nitasema lakini wazungumze ukweli. Zailisa akai Sinza. Unataka kuniambia anakaa kwenye resolution? Akai Sinza. Zailisa kweli haipo kwa Manara. Wameachana, lakini Zailisa hakai Sinza. Anakaa Kinyerezi kwa Tutasema siku nyingine, lakini hakai Sinza. Na yeye mwenyewe Zai anajua. Hakai Sinza. Niishia hapo. Kwa maana walikuwa wakisubiria sikukuu na Ramadhani ishe ili Zai aje kuweka hadharani kuwa yeye ana sintofahamu na Haji Manara. Maana tumeona Ramadhani imeisha 6. Sikukuu tumecheza jana kama tukosei. Juzi tumepita jana tukishindwa, leo mambo yamekuwa si mambo mitandaoni. Hii ndio gogoro lake ni la muda mrefu. Watu wameanza kugombana muda mrefu. Kilichokuwa wamevumilia. Kilichokuwa kinafanyika ni vile ambavyo kaka yetu Haji anapenda kujitunzia heshima yake. Na mimi ndio anapenda kuendelea kumheshimu. Anapenda kujitunzia heshima yake. Nikirudi kwenye familia yake hiyo. Kaka Haji alikuwa na mtoto wake anaitwa Hamida. Wa kwanza yule. Yaani kwa mfano ile siku ambayo tulizungumza mambo ya kwamba alitoroka nyumbani ikaonekana video yuko Hamida baba yake na Zailisa mwenyewe. Ni kiasi cha kwamba kaka mkubwa aliwaita akawaambia kaeni hapo nataka nichukue video.
lakini Hamida na Zari wamekaa kwenye video moja wakati hawaongeleshani, hawana maongezi. Na hii ni kutokana na inavyosemwa tabia za Zari. Kwa hiyo utajua tu